Aisee, leo nimekuja na surprise kubwa sana, yani surprise ya nguvu. Leo asubuhi nimeamka zangu, nikatoka nje, nikasema ngoja niende bombani nikaangalie maji kama yanatoka, maana yalikuwa yamekata. Kufika bwana, maji yakatoka, kumbe yanatoka yapo. Sasa bahati nzuri nikapiga jicho pembeni, nikaona kitu kipya hapo pembeni kimekaa. Bwana, nikakutana na dawa moja mjarabu sana, dawa nzuri kweli kweli, yani hii dawa ukiipata hilo tatizo limeisha. Sasa hii dawa bwana, mimi sijui jina lake, ila huwa naiona inaishaoneshwa mapema sana, ila dawa moja nzuri sana inatafutwa mno ila haipatikani. Hii dawa inasaidia matatizo ya wale watu ambao wamebanwa na haja ndogo, yani mkojo alafu hautoki. Sana sana inatokea kwa watoto wadogo au wazee, yani haja haitoki kabisa hadi tumbo linajaa linakuwa jekundu. Sasa hii dawa bwana ni kiboko na ni suluhisho. Namna ya kufanya sasa hii dawa, kwa kwetu sisi kule tunaitumia ikiwa mbichi. Yani unachuma majani yake, unayaponda ponda, unaweka kwenye maji, unampa mgonjwa kidogo tu. Yani amalizi hata dakika 5 anaenda kukojoa. Yani anakojoa chapu mno. Yani chapu mno, inafungua haraka sana. Na hata vile vile wanasema inasaidia hadi kwenye haja kubwa. Haja kubwa hata kama na yeye amebanwa ameshindwa kukojoa, unampa tu kidogo inamfungua kabisa. Yani ni haraka mno 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 mno, asikwambie mtu. Hii dawa kupatikana ni ngumu sana, inapatikana kipindi cha mvua. Sasa na mimi nimeikuta hapa kwa vile ipo, na naona zipo nyingi nyingi hapa zimeotaota, itabidi nizichume nitunze unga ili nizikaushe nisage unga. Kwa mtu ambaye atakuwa na tatizo nitakuwa namsaidia. Lakini sasa hivi kama unayo ni mbichi, unatumia ikiwa mbichi, ni nzuri sana. Sasa ghafla tena nimekutana na hii kitu. Unaona hii kitu hii na yenyewe ni dawa moja hatari sana, ni dawa nzuri mno. Dawa nzuri kwa wale watu wenye matatizo ya nguvu za kiume. Hii sasa nitakuja kuielezea baadaye.